Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wafanyabiashara wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya kusponsor. Tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Tunatengeneza matangazo yenye mvuto. Tunakusaidia kupata tini, leseni online. Tunakusaidia kusajili kampuni online, jina la biashara online. Kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kwamba tumetoa video mpya. Basi bofya subscribe. Lakini hii pia inasaidia watu wengi zaidi waweze kupata mafunzo kama haya. Kwa hivyo bofya subscribe. Katika video hii nitakufahamisha jinsi ya kuweza kupata wateja wengi mtandaoni. Inawezekana unataka kufanya matangazo ya kusponsor au unafanya matangazo ya kusponsor lakini hupati matokeo mazuri. Kwa hivyo katika video hii nitakufahamisha jinsi gani unatakiwa kufanya ili uweze kupata matokeo mazuri na kupata wateja wengi mtandaoni. Unapofanya matangazo ya kusponsor, unatakiwa ufungue account za matangazo kama Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Inategemea na platform ambayo utaona walengo wako ni wengi. Ukishafungua account za matangazo, unatakiwa utengeneza kadi za malipo ili uweze kufanya malipo ya malipo ya matangazo mtandaoni kwa kutengeneza Visa card, Mastercard. Kwa hivyo nitakufahamisha jinsi ya kuweza kufanya matangazo ya kusponsor yanavyoweza kukusaidia kupata wateja wengi. Wafanyabiashara wengi utakuta akishafungua account ya Facebook, nitakuonyesha jinsi ambavyo wafanyabiashara wengi wanafanya. Ukishafungua account ya Facebook unakuwa umepewa account ya kawaida. Katika account ya kawaida ukipost hapa, naona kama unaona hizi post. Hizi posti wameposti wale ambao ni friends wako, ndio ambao wewe unakuwa unaona posti zao. Kwa mfano hii account, ukiingia katika account yako ya kawaida ya Mariam Ibrahim, ukifungua utaona hii account ina friends 542. Hawa friends ndio ambao ukipost tangazo lako, kwa mfano kama hili, ndio ambao wanaliona. Na hawa friends wamepatikana baada ya wewe kusuggest, yaani wewe ukaconfirm kwamba wawe marafiki zako. Kwa hiyo ni watu ambao pengine hawana interest kabisa na kile wewe unachokiuza. Na unapoposti posti yako kwenye akaunti yako ya kawaida, wanakuwa wanaiona wao tu, mtu mwingine hawezi kuiona. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi utakuta anatengeneza akaunti ya kawaida, anaposti kwenye akaunti yake ya kawaida, anaposti kwenye magrupu ya watu, lakini hawezi kupata matokeo mazuri. Kwa mfano hawa friends 542, wao ukiposti wanaona hao, na wao ukiposti unakuwa unaona posti zao. Mfano kama posti ambayo nimeiposti, unaona kama hapa like ni 3 tu. Katika watu 500 wamelike watu 3. Kwa hiyo kwenye akaunti ya kawaida ni ngumu sana kuweza kupata wateja. Lakini ukija katika account ya matangazo, mfano ukiingia hapa katika account ya matangazo, let's say Kadilo Advertising, ukifungua utaona zile posti zako ambazo unakuwa unazipost kwenye matangazo na unaziboost kwa kufanya matangazo ya kulipia. Inakuwezesha wewe kuwafikia watu wengi zaidi, kwa sababu unakuwa umeweka budget. Let's say ukishaingia katika account yako ya matangazo ya kulipia, ukaingia, nataka nikuonyeshe posti ambayo umeweza kupost na account yako ya matangazo. Mfano utaona hapa followers wako 11 tu na
walio like ukurasa ni watu 2 tu, lakini ukipost tangazo watakaoona ni wale tu ambao utakuwa umewalenga na budget utakuwa umeiset. Kwa hiyo kwenye matangazo ya kulipia inakupa fursa kubwa zaidi ya kuweza kuwafikia watu wengi zaidi, na wanakupa hii site insight ili uweze kujua tangazo lako limeona watu wangapi. Kwa mfano utaona hapa views ambao wameliona itangazo karibu watu 100 na hii ni bado ambao hujalipost. Kwa hiyo matangazo ya kulipia yanakuwezesha kuwafikia watu wengi zaidi, lakini yanakuwezesha wewe kuweza kuset mahali unapotaka tangazo lako lionekane, jinsia ya watu ambao unataka tangazo lako lione. Unaweza ukaseti watu wa jinsia ipi waone tangazo lako, na watu wa umri gani waone tangazo lako, na mahali gani waone tangazo lako. Kwa hiyo kwenye sponsored inakupa fursa zaidi. Kwa hivyo kama bado hujaanza kufanya matangazo ya kusponsor na unataka kupata wateja wengi, ni vyema ukafanya matangazo ya kusponsor kwa kufungua account na kutengeneza ukurasa, kisha tengeneza kadi yako ya malipo kwa ajili ya kufanya malipo mtandaoni. Then ukisha post tangazo lako, yani unalipia na kuweza kuboost, kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Jinsi ya kuweza kupata wateja wengi ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaonekana kwenye macho ya watu wengi. Vipi utaweza kuonekana kwenye macho ya watu wengi? Ni kwa kufanya matangazo ya kulipia ili uweze kuonekana kwa watu wengi. Kwa hivyo kama umefaidika, basi comment nimefaidika, share video hii, like, bofya subscribe. Tukutane kwenye video inayokuja.